Haya, hii ni sehemu ya pili ya hii simulizi. Simulizi ambayo inatia simanzi sana katika kuisikiliza. Simulizi ambayo inafunza kitu, hasa ni namna gani ya kuitanguliza pesa mbele. Unasahau utu wako nyuma kwa kuthamini tu eti kitu na sio utu. Simulizi iliyobeba mengi maumivu. Na hii ni sehemu ya pili. Mimi naitwa Mr. Elnai Simulizi. Na kabla bado haujaendelea, cha kwanza fanya kusubscribe hii channel. Manake kama unapenda kazi zangu, ni lazima tusapotiane. Usubscribe, ushare kwa marafiki zako, una comment kazi zangu, una like pia, ili kusudi kuendelea wewe kunipatia nguvu ya kufanya kazi. Nimerejea kwa kasi sana, kwa hiyo nakuomba support yako ya hali ya juu kweli. Basi kama unakumbuka vizuri, sehemu ya kwanza ni pale ambapo Carolina, ambaye ni shangazi yake na Frankie, alikuwa anazungumza na mgonjwa wake huyo Frankie, ndugu yake, ambaye alikuwa amelazwa ICU na baada ya kutolewa aliwekwa katika odi ya kawaida, ambapo huyu Carolina ni shangazi yake na Frankie. Lakini alikadhalika, siku walipokuwa kizungumza hapo odini, walikuwa na mtoto wake anaitwa Jacobo. Na hawa wana mipango madhubuti ya kumwangamiza Frankie, lakini pia kufilisi ama kubeba mali zote za Frankie. Frankie hana wazazi. Frankie ni yatima. Frankie ni mpambanaji mwenyewe mpaka kuchuma mali zote hizo. Lakini sasa hajifikiriagi katika swala zima la kuoa. Na hapa amempatia ujauzito mwanamke aitwaye Vivian kwa mimba ya mkataba. Walipokuwa hospitali, Vivian alisikiliza mazungumzo yao yote. Walipokuwa chocho wakijadili kwamba Frankie sasa hivi anaumwa, tunatakiwa kukamilisha mpango wetu wa kumwangamiza. Sasa kama wameweza kusikika, ni kitu gani hasa kitakachojiri? Nahitaji sasa tuongozane mimi na wewe moja kwa moja mpaka pale tutakapofika tamati, na hapa tunakwenda kuimaliza kabisa hii simulizi. Haya, karibu. Baada ya Vivian kuwasikia, alienda sehemu na kufikiria kwa muda. Akaanza kusema, hapa siendi tena kumwangalia Frankie, acha nirudi nyumbani tu. Alirudi kwenye gari na kupanda. Sasa dereva akawa amemuuliza, mbona kama umerudi mapema sana? Manake ni muda mfupi tu toka tumefika hapa na tayari umekwisha kurudi. Lakini Vivian akamwambia kwamba nakuomba tu nirudishe nyumbani. Vipi bosi, Frankie uko sawa? Sijafika odini. Kwa nini sasa hujafika? Najisikia vibaya sana, wewe niwaishe tu nyumbani, hakuna shida. Okay, sawa. Dereva huyo akawa ameendesha gari, wakarudi nyumbani. Vivian alishuka kwenye gari baada ya kufika nyumbani. Aliingia chumbani kwake, lakini kabla hajafika chumbani, sebuleni pale alimkuta Jenista akiwa anafanya usafi. Jenista, Madam Carolina na mwanao wako wapi? Nahisi huko. Labda atakuwa juu huko chumbani. Vivian alipandisha ngazi na akaelekea mlangoni kwa Carolina, ambaye ndiye shangazi mtu. Akasimama na kutega sikio kusikiliza, na alifanikiwa tena kusikia sauti za watu wakizungumza. Alikuwa ni Jacobo pamoja na mama yake, na wao walikwisha kurudi mapema sana baada tu ya kujadili yale masuala yao ya kumwangamiza Frankie na familia yake. Walitangulia, na huko Vivian akiendelea kujibanza mahali pale. Akaanza kusikia sauti.
Mama, wewe ndio unafanya mambo yanakuwa magumu kiasi kile. Na sijui unamwona huruma huyo mtoto wa marehemu kaka yako? Sio huruma. Mara ngapi mimi namwekea madawa ya kuharibu figo na tunafanikiwa. Tatizo huwa sasa anaenda nje kukutana na madaktari bingwa, hali yake inarudi kama kawaida. Hapo ndo changamoto ilipo mwanangu. Sasa mama, sikiliza, mimi nitasimamia hili swala na nitahakikisha Frank anakufa. Unajua mimi nimechoshwa na hii michezo kila siku. Tunafanya kitu kesho anapona, tunafanya kitu kesho anapona. Ndo nini sasa? Sawa, uwanja ni wa kwako na sijui unataka kufanya nini sasa. Mimi nitampatia sumu ya kummaliza bwana, taratibu. Ndani ya mwezi mzima kusha habari yake. Haya. Na huyu mjamzito? Mama, lazima tutoe mimba yake, au naye mwenyewe ungane naye na huyo mwajiri wake akapumzike ahera huko salama. Sasa Vivian aliposikia hivyo alihisi tumbo kama linamkamata sana. Alishikilia tumbo lake na kisha taratibu alipiga hatua kurudi chumbani kwake. Alienda kukaa kitandani akiwa anatetemeka sana. Akasema, mimba ya mkataba inataka kunitoa roho. Alikuwa hayuko sawa binti, na hajui afanye kitu gani. Alisikia tu mlango wa chumbani kwake ukiwa unagongwa muda huo. Alikuja kushtuka na kutulia pasipo hata kuitikia ile hodi, na mlango wake ulikuwa umefungwa na funguo. Madam Vivian, madam, naomba fungua mlango mara moja. Ilikuwa ni sauti ya Jenista. Kwa hiyo Vivian alinyanyuka na kwenda kufungua mlango. Jenista aliingia kwa amefunga mlango. Samani madam, tunaweza kuongea? Karibu. Walienda kukaa kitandani. Jenista alimwangalia Vivian na kisha akaanza kuzungumza. Akasema, Vivian, najua unajua au unahisi kuwa upo katika hatari nzito sana. Alishtuka Vivian. Hakujua Jenista amejuaje, lakini hakutaka kukubali moja kwa moja. Maana mpaka muda ule alikuwa hajui mwema ni nani, adui ni nani. Akawa ameulizwa, akasema, unajua kuhusu nini Jenista? Akasema, Vivian, sijui ni nani kakwambia, ila mimi najua unajua kila kitu kuhusu maisha ya Frank. Vivian akawa amemuuliza Jenista, unajua unanichanganya sana, maana sielewi unazungumza nini. Akasema, acha nikwambie kitu kimoja Vivian. Madam Carolina pamoja na mtoto wake Jacob si watu wazuri kabisa, wanataka kumpoteza maisha Frank kwa ajili tu ya tamaa za mali. Wabebe mali zote alizozichuma Frank. Unajua Madam Carolina amekuwa akimpatia dawa nyingi sana ambazo zimekuwa ni sumu katika mwili wa Frank. Ziliharibu mara kwanza figo karibia mara 2. Na amekuwa akienda nje kwa ajili ya matibabu. Lakini mara zote na mara ya mwisho aligundulika na shida ya moyo. Nilisemekana hana muda mrefu wa kuishi. Kwa hiyo Frank alianza kutafuta mtoto, lakini kila mwanamke aliyekuwa anampata penzi lao halikuweza kufika mbali. Unakuta wanaachana, lakini unakuta mvurugaji alikuwepo ni Madam Carolina. Kwa hiyo hapo ndipo alipoamua kutafuta mwanamke wa kuzaa naye ili apate mtoto tu kama sehemu ya urithi wa mali zake baadaye. Lakini bado hawa watu wawili tena walimwandama na kusababisha mimba yule mwanamke kutoka. Kwa hiyo Frank aliacha Madam, akaachana na huyo mwanamke, akapata mwanamke mwingine. Sasa huyu mwingine alifariki akiwa na ujauzito miezi 2, na ilisemekana eti alikula sumu. Ikapita kwa huyo mwanamke wa pili. Mwanamke wa tatu pia alifariki bila kujua hata sababu ni nini. Mwanamke wa 4 aliondoka na hajulikani alipo mpaka sasa hivi, mpaka leo hii. Na wewe ni wa 5 sasa, Madam Vivian. Madam, washusha pressure tu Vivian. Sawa, tuliza nafsi yako. Tuliza nafsi, hata usiwe na mapepo. Vivian akawa amezungumza, akasema nawezaje kutuliza nafsi?
wakati hatari ipo mbele yangu? Na vipi Frank hajui chochote kuhusiana na hao ndugu zake? Janice akawa amesema Frank hana anachojua, kwa sababu hapa ndani hakuna anayeweza kusema. Hakuna. Sasa kwa nini mnaficha maovu kama hayo ambayo analeta maafa makubwa sana? Hamuoni kama Frank anaenda kufa jamani, kwa sababu ya ujinga wenu? Janice akawa amesema hata akitokea mmoja wetu akamwambia hataweza kumwamini. Alitokea mmoja wetu, nakumbuka alimueleza wanachofanya shangazi yake na binamu yake, lakini alishia tu kufukuza kazi ule mtu na kuonekana kwamba ni mnafiki, anataka kuvuruga na kugombanisha ndugu zake. Kwa hiyo ilikuwa hivyo. Msikilizaji, Janice alimaliza kuzungumza na kisha amekaa kimya kwa muda kidogo. Sasa inakuwaje hii? Mbona kama ni hatari sana kwangu? Lakini pia natakiwa kuondoka hapa nyumbani. Hapana, hautakiwi kuondoka. Lakini unatakiwa kumsaidia bosi Frankie. Anahitaji sana msaada wa mtu wa kumsaidia kama wewe. Kabisa. Embu Janice, acha kunibebesha mzigo ambao sina uwezo nao. Mwenyewe unasema Frankie kwamba hasikilizi mtu yoyote. Itakuwaje mimi anisikilize? Sikiliza Vivian, mimi nafsi yangu inaniambia kwamba wewe ndio mkombozi wake. Frankie anahitaji msaada wa hali ya juu sana. Kwa hiyo nisaidie. Baba wa mtoto wako msaidie sana. Kwa sababu kumsaidia kwako ndio kumweka salama mtoto wako pia. Unazungumzia Frankie. Vipi mimba anatakiwa kufa naye kwa hiyo? Au kusababishiwa mimba yangu kutoka, yani nisipofanya hivyo? Hebu sikiliza Vivian. Una uhakika gani kama ukiondoka watakuacha salama? Una uhakika gani? Hebu sikiliza. Mimi nitakusaidia Vivian, na hakuna kitakachotokea kwako. Ninachotaka ni kuwafichua tu bosi Frank ajue madudu wanaomfanyia hao ndugu zake. Si unaelewa? Vivian hakuweza kukubali moja kwa moja, kwa sababu bado alikuwa na hofu sana na maisha yake. Janice alipoona kimya alinyosha mikono yake na kushika kiganja cha Vivian, na kisha amezungumza akasema, Vivian, naomba tumsaidie Frankie. Utakuwa umesaidia pakubwa sana, na utakuwa umemsaidia baba wa mtoto wako. Hivi Janice, tazama hali yangu. Je, unaona kabisa mimi naweza kukabiliana na hawa watu kweli? Sikiliza Vivian. Hawa watu hatutakiwi kupambana nao kwa nguvu, sababu hatuna uwezo huo. Wanatushinda kwa nguvu, lakini hata pesa pia. Tukisema tutumie pesa, bado watatushinda. Kwa hiyo kitu ambacho tunatakiwa kukifanya ni sisi kutumia akili. Janice, hapana. Siwezi kukupatia jibu la ndio moja kwa moja, wala hapana. Kwa hiyo nakuomba tu niache kwanza nipumzike, nifikirie hili jambo, alafu nitakupatia majibu. Akasema sawa, lakini naomba kwenye hili tuwe mimi na wewe tu, asijue mtu mwingine. Nikamwambia sawa, hata usijali. Akamwambia asante, uwe na usiku mwema. Akasema nawe pia. Janice alitoka chumbani kwa Vivian, na Vivian akaenda kufunga mlango na funguo, na kisha akarudi kulala. Kesho yake asubuhi na mapema, wakati Vivian anashuka ngazi kuelekea jikoni, akawa amekutana na Jacobo. Jacobo alimpokea kwa tabasamu na huko akisema kwamba, shemeji huyo, umemkaje shemeji yangu? Vivian hakujibu, manake alijua tu kwamba Jacobo alikuwa na mdhihaki. Mbona kama umeamka na kisirani shemeji yangu wa mkataba? Samahani Jacobo, siko sawa. Naomba niache kabisa. Lazima ujisikie vibaya kwa sababu Frank yupo hospitali na huyu mtoto wako hapati joto la baba yake. Lakini hiyo sio sababu wala shida. Baba yake mwingine niko hapa, na naweza kuchukua nafasi ya Frank na tunaweza kwenda kumrutubisha huyo mtoto. Hivi Jacob, hebu chunga mipaka yako. Mimi sio mwanamke wa aina hiyo.
Oh, unanifokea kwa hiyo. Hivi ni kipi kinachofanya wewe ujiamini kiasi hicho? Hivi unajua kwamba huyo mtu wako aliyekuweka hapa hana uwezo wa kufanya chochote mbele yangu? Sio, unaelewa? Na mimi naweza kukufanya nitakavyo. Hebu kwanza niambie, Frank amekulipa kiasi gani cha pesa mpaka ukadiriki kumbebea ujauzito? Vivian hakujibu kitu, alitaka kuondoka. Jacob akawa amemzuia mbele. Hebu Vivian, wewe ni mrembo kidogo, unavutia sana. Hivi mimi nikitaka na mimi unizalie, utataka mimi nikulipe kiasi gani? Mara Carolina aliweza kufika na kumgeuza Jacob na kumpiga kibao cha nguvu kweli shavuni kwake. Jacob alishika shavu na kusema, mama, kwa nini umenipiga? Hivi una akili wewe? Kwani hujui kwamba huyu ni mjamzito na huo ujauzito ni wa kaka yako Frank? Jacob alishangaa sana kwa nini mama yake anatetea upande wa Frank. Na Vivian kwa nini atetee wakati hao kwao ni kama maadui tu wanaotamani kabisa kuangamiza? Mama, hebu kelele wewe. Basi taratibu Vivian aliondoka na kuelekea kwenye lango kuu la kuingilia ndani. Na hapo ndipo Jacob akatambua kwamba mama yake alifanya vile kwa sababu Frank alikuwa mlangoni na aliona kila kitu alichokuwa anamfanyia Vivian. Na tena ukiendelea na upumbavu wako utaondoka hapa. Sikukuita kuja kufanya upuuzi wako. Kumbuka upo hapa kwa ajili ya kumwangalia Frank na si chochote. Madam Carolina aliendelea kumfokea kijana wake. Vivian alipofika alisimama. Frank aliacha tabasamu na kuuliza, vipi, unaendeleaje? Akasema, niko sawa tu na ndio maana niko hapa. Ni jambo la kushukuru Mungu, sasa twende ndani ukapumzike. Frank aliingia ndani kwa msaada wa dereva. Alimtembeza taratibu na huku Vivian akimfuata nyuma mpaka walipofika chumbani. Wakafikia kitandani na Vivian akawa ameketi pembeni yake. Nashukuru umeruhusiwa. Na nilikuwa namuomba sana Mungu. Nilikuwa naomba katika hili kila siku. Vivian, nimeruhusiwa lakini bado hali yangu haiko sawa. Na hisi maisha yangu yanaenda kuzima mithiri ya mshumaa uliopulizwa na upepo mkali. Na sijui kama nitafanikiwa kumuona mtoto wangu, sijui. Hebu bana usiseme hivyo Franki, haifai kujikatia tamaa. Kwani hata Mungu hapendi kiasi hicho kauli kama hizi. Frank alishia kuguna tu na huko akitazama pembeni, na kumbe machozi yalikuwa kitoka. Alikuwa analia. Frank, unalia? Najisikia uchungu sana. Huzuni imetanda moyoni mwangu. Kwani umeambiwaje hospitali? Vivian, mwanzo zilikuwa ni figo zote mbili. Nikafanikiwa kupata baada ya muda figo nilikuwa nimepandikiziwa nayo. Kwa hiyo ilipata tena shida. Lakini Mungu alikuwa mwema sana kwangu. Nikafanikiwa kupata figo nyingine baada ya kupata nafuu ya figo. Maradhi ya moyo yakaanza tena kujiandaa. Ya sasa hivi madaktari wanasema ini langu linaenda kufeli muda si mrefu. Hivi umewahi kujiuliza kwa nini haya maradhi yanakuandama sana wewe? Asa kwangu sijui. Lakini hata mamangu alikuwa akisumbuliwa na haya maradhi. Na hatimaye alifariki na maradhi ya figo pamoja na ini. Hata mimi nauona mwisho wangu kupitia maradhi hayo. Hapana, hauwezi kufa. Hauwezi kufa bila kumuona mtoto wako Franki. Unajua mtoto wako anahitaji upendo wako Franki. Franki alimwangalia Vivian na kutoa tabasamu la mbali kabisa ambalo halikuwa lenye matumaini bali ni kukata tamaa. Na aliamini Vivian wanaongea vile kwa sababu ya kumpatia tu matumaini. Vivian alilala pembeni ya Franki na kisha kumkumbatia kama upendo ulivyokuwa mkubwa sana kwao. Mpaka usingizi kwa umewapitia wote wawili. Sasa mama, hivi kwa nini ulinipiga kibao kikubwa kiasi kile muda ule anazungumza na yule mwanamke yule wa mkataba? Sasa wewe ulitaka mimi nifanye nini?
kile nilichokuwa nakifanya ni sahihi. Nimemwaminisha nani? Frenki, kwamba nipo pamoja na yeye. Lakini pia unatakiwa kwenda kuomba msamaha kwa ulichokuwa umemfanyia Vivian. Mama, mimi nikamwombe msamaha na ni Frenki au? Unatakiwa kujishusha ili na nili tupate unachokitaka. Sasa mbona kama amerudi nyumbani? Ulitaka amie hospitali? Mama, majibu ya daktari kwani unasemaje? Sasa ana tatizo laini. Akiendelea kula chakula kilichokuwa kimechanganywa na ile dawa, basi siku sio nyingi mwanangu tunampoteza. Naona kwa mmiliki wa hizi mali zote. Okay, sawa mama. Mimi nitafanya unachotaka, lakini sasa na wewe nakuomba kidogo. Pambana kwa ajili ya mimi mwanao. Sawa mama. Wewe ni mtoto wangu mimi wa pekee. Siwezi kuona unapata tabu kiasi hicho wakati wajinga wengine wananufaika na mali za kaka yangu mwenyewe. Siwezi mimi nikawa nimeruhusu haraka tu. Mama, nitashukuru sana. Sawa. Naweza nikasema siku zilienda sana na Vivian walikuwa karibu sana na Frank. Na yule alikuwa ni kwa ajili ya kumfariji na kumfanya asiwe mtu mwenye mawazo sana. Alikuwa akimsimulia stories za kuchekesha pamoja na vituko vingi ili mradi tu Frank ajisikie vizuri. Vivian, yaani kiukweli nakushukuru sana kwa ajili ya kuwa karibu na mimi na kunifanya nijisikie vizuri. Napata amani sana kidogo. Unajua Vivian, wewe ni mama bora sana wa mtoto wangu atakayezaliwa. Lakini hata wewe ndiye utakayekuwa baba bora zaidi. Kwa hiyo natumaini hata kama nitakuwa mbali na mtoto, utamlea vizuri tu. Vivian alizungumza akiwa na huzuni sana kwa sababu moyo wake ulikuwa unamuuma sana alipokumbuka kwamba hatakaa pale siku zote za maisha yake na atakuja kumwacha mtoto tu pamoja na Frank, ambaye tuseme huyu Frank amekwisha kumzoea, lakini pia alishakuwapo anahisia naye. Hebu sogea hapa. Sogea Vivian, alisema Frank na kushika mkono wake. Vivian alisogea karibu na Frank, wakaona tazamana kwa karibu zaidi. Unafikiri mimi nitaruhusu ukae mbali na mimi? Vivian, utabaki hapa maisha yako yote na tutamlea mtoto wetu vizuri pamoja mpaka pale mimi nitakapotangulia mbele za haki. Lakini bado mtakuwa hapa sababu kila kitu cha hapa ndani na mali zangu zote zinamilikiwa na mtoto wangu ambaye yupo kwenye tumbo lako. Vivian alimwangalia Frank aliyekuwa anazungumza na huku machozi akiwa yanamtoka. Na hapo Frank alimfuta machozi kwa kutumia kiganja chake na kisha akamkumbatia. Nakupenda sana Vivian. Nimegundua kwamba wewe ndio kila kitu kwangu na umekuja kwenye maisha yangu kwa sababu maalum. Na kumbe Jacob alikuwa amesimama sehemu akiwa anatazama na kusikiliza yale yote. Kwa hiyo alipojibua Vivian tu pale, Jacob akawa ameshtuka kidogo. Basi Frank pamoja na Vivian walivunja kumbatio lao na kugeuka alipokuwa Jacob. Manake alishtukiwa. Samani kukuingilia katika mambo yenu. Bro, kuna jambo mimi nataka tuongee, alizungumza Jacob, na huku akipiga hatua na kuwafuata walipokuwa wamekaa na kisha akawa ameketi katika kiti. Ulikuwa unasemaje? Ingekuwa vizuri huyo mwanamke angetoka, manake sihitaji uwepo wake wa hapa. Frank alimwangalia kwa jicho kali sana na huku akiwa amekunja uso, manake bado alikuwa na hasira naye. Vivian alinyanyuka taratibu na kwenda chumbani kwake. Najua kaka una hasira na mimi kwa ajili ya kile kitu ulichokiona siku ile ambayo ulikuwa unatoka hospitali. Lakini mimi sidhani kama nina kosa kwa sababu nimesikia ni mwanamke wa mkataba. Hebu nyamaza Jacob. Nyamaza. Frank aliongea kwa ukali, na kisha Jacob alitulia akawa anamwangalia tu. Hivi wewe ni mtu wa aina gani bro, ambaye hauwezi kuheshimu mwingine? Hata kama Vivian ni mwanamke ambaye nimeingia naye mkataba kwa ajili ya kunizalia, haimaanishi kwamba ndio umvunje heshima. Kwa nini unamvunjia heshima? Kumbuka yupo hapa. Hakuwa kwa ajili yako bro, yupo kwa ajili yangu mimi.
Kwa hiyo sitaruhusu mtu yeyote ampatie shida. Umeeleweka kama mkubwa. Lakini hata hivyo, mimi mwenyewe niko hapa kwa ajili ya kukuomba msamaha yaishe tu, na nitamheshimu Vivian kama shemeji yangu. Hakuongea tena kitu Frank. Alitazama pembeni. Lakini kaka, tunaweza kupata kinywaji pamoja? Hapana, sihitaji kunywa chochote, nahitaji kupumzika. Kaka, mbona kama vile bado na kinyongo na mimi wakati tayari nimekwisha kuomba msamaha? Nimeshakusamehe, lakini hali yangu haiko sawa. Nahitaji sasa muda mwingi sana kupumzika bro. Basi sawa, ngoja na mimi niondoke. Jacobo alinyanyuka na kutaka kuondoka, lakini kabla hajafanya hivyo, mlango ulifunguliwa na Caroline. Aliweza kuingia akiwa ameshika sahani 2 za matunda. Wanangu wazuri, nimewaletea matunda. Jacobo akawa amerudi kukaa. Bro, mama ameleta matunda bwana, acha tule pamoja. Frankie hakuwa na la kusema. Ilibidi aridhike na kukubali tu Jacobo kurudi pale. Caroline alimpatia Jacobo sahani yake na Frankie pia sahani yake. Haya, kuleni wanangu. Nafurahia maisha jinsi alivyo, tunaishi vizuri humu ndani. Lakini pia tuenjoy maisha yenyewe, ni mafupi sana haya. Kwa hiyo pale mlipokoseana, jaribuni kusameheana. Nyinyi ni ndugu. Upendo ndio silaha ya kwenu nyinyi kubwa. Shangazi, mbona mambo yetu tumekwisha kuweka sawa? Mimi siwezi kukosana na Jacob kwa sababu ni mdogo wangu, na pale anapokosea nitarekebisha. Kwa hiyo maisha yataendelea tu. Nashukuru sana kwa kulitambua hilo mwanangu. Jacob, unatakiwa kukua. Achana mambo ya kijinga sana. Miaka 30. Sio mtoto wewe ujue. Mama, nimekuelewa basi. Acha sisi tuendelee kula matunda. Sawa, endeleeni kula, mimi nipo nje. Okay, sawa. Jenista muda huo alinyanyuka na kumfuata Vivian. Vivian, naomba ufanye chochote kumzuia Frank asile ale matunda. Nimemuona kwa macho yangu Madam Carolina akiweka kitu katika sahani moja ya matunda. Wewe unasemaje? Kamsaidie Frank asile yale matunda dada. Sasa okay, nitafanyaje sasa? Fanya chochote. Vivian alienda haraka haraka akakuta kweli Frank akiwa ameshikilia sahani ya matunda, na huko mkono mwingine akiwa ameshikilia kipande cha tikiti anataka kupeleka mdomoni. Lakini kabla hajakiweka mdomoni, Vivian aliita kwa nguvu kabisa, aliita Frank. Ndipo Frank akawa ameacha kula, akawa anamwangalia tu, na Jacob aligeuka na kumwangalia. Vivian alipiga hatua kusogea walipokuwa wamekaa, na kabla hawajafikia meza aliteleza na kuanguka. Alipiga kelele sana Vivian. Alalamika na huku akiwa ameshika mgongo wake pamoja na kiuno. Frank alinyanyuka kwa haraka sana, akawa amemfuata. Alichuchuma na kujaribu kumwamsha. Vivian, umeumia sana eh? Kiuno na tumbo vinauma. Jacob, naomba nisaidie basi tumnyanyue hapo. Endili huyu Vivian. Sasa wakiwa katika harakati za kumtoa pale chini, Jenista alienda kubadilisha sahani za matunda ya Frank aliweka kwa Jacob. Ya Jacob akaweka kwa Frank. Alibadilisha. Sasa Jacob pamoja na Frank walimpeleka Vivian chumbani kwake na kumlaza kitandani. Vivian, kama haujisikii vizuri nikupeleke hospitali. Hapana. Niko sawa, acha nipumzike tu. Muda huo shangazi mtu akawa ameuliza kwa ukali. Aliuliza, kwani wewe ulienda kutafuta nini kule? Ndipo Frank akawa amemwangalia shangazi yake, akaingilia mazungumzo akasema, auntie, naweza nikasema kwamba ni bahati mbaya tu, kwa hiyo tumwache apumzike. Watoto walitoka chumbani, lakini Jenista alibaki. Jenista walifunga milango na kusogea kabisa kitandani. Umefanya kama nilivyokuambia? Ndio, nimebadilisha sana. Una uhakika isije ukawa umejichanganya tena Frank akawa bado yupo katika changamoto? Niamini mimi da Vivian. Yaani nimefanya kazi yangu vizuri kabisa kama nilivyokuambia. Okay, vizuri. Naomba tushirikiane sana kuangusha Jacob pamoja na mama yake.
na tukipata ushindi nitamwambia Frankie kila kitu. Sawa? Usijali, kwa hiyo nakuomba tu kitu kimoja madam. Usikurupuke katika hilo swala la kumwambia mpaka tuwe washindi, sawa? Lakini pia sio tu kuwa washindi, tupate ushahidi moja kwa moja. Nikamwambia usijali kuhusiana hilo. Lakini kabla hawajamaliza mazungumzo yao, Madam Carolina alifika. Unajisikiaje kwa sasa hivi? Auntie Kiuno. Sasa wewe Jenista, hauna kazi za kufanya, unasubiria nini hapa? Jenista hakujibu kitu. Aligeukia ulipo mlango na kutoka pale chumbani. Baada ya Jenista kutoka na kufunga mlango, Madam Carolina alimgeukia na kusema, hivi, kwa nini una kiherere sana wewe? Yaani natamani hata hiyo mimba ya kwako wewe ingetoka tu ili utoke hapa ndani. Maana unaingilia sana mambo yangu ambayo hayakuhusu. Na umesahau kabisa kwamba upo hapa kwa ajili ya mkataba wa hiyo mimba yako. Madam, ni maneno gani ambayo unamnenea mwanangu? Kwani unafiki huo? Unafikiri kwamba huyo mtoto siye tunamtaka au ana faida gani sana kwetu? Hilo ni zigo tu la kwako wewe. Ipo siku tuondoka naye hapa ndani. Mhesabie tu kwamba hana baba, hana chochote huko ndani. Kwa hiyo tunza pesa ulizolipwa kwa ajili ya hicho kitu. Kwa ajili ya kukilea hicho kitoto chako ambacho ndo kinataka kuja duniani kwa ajili ya kuharibu mipango ya watu. Lakini jua kwamba hakitotoka salama. Madam Carolina aliongea kwa hasira sana na kujikuta naropoka vitu ambavyo hakustahili kuongea. Mara Frank alienda chumbani kwa Vivian, wakamkuta shangazi yake. Carolina alipomuona alitoka pale chumbani. Vipi auntie, kuna shida yoyote? Hapana. Mbona kama sijamuelewa shangazi? Anaonekana kama na hasira hivi. Yaani sijajua kama na hasira, ila alikuja kuniangalia tu. Okay, sawa. Vipi hali yako Vivian? Naendelea vizuri. Nilikuwa na wasiwasi sana juu yako pamoja na mtoto. Mimi niko salama. Na mtoto je? Pia yuko salama. Okay, sawa. Carolina muda huo alimfuata Jacob ambaye bado alikuwa anakula matunda. Yaani hili linakera sana, ili binti hili. Linanikera sana. Yaani natamani kumtoa hapa ndani hata leo. Yaani naona kama anavuruga mipango yangu. Mama. Hauwezi bwana, sio rahisi kama unavyofikiria. Kwa nini sasa? Kama nimeweza kuwatoa na kuwakimbiza wote waliokuepo hapa, iweje mimi nishindwe na huyu mjinga tu mmoja? Wanne wote wale waliopita hapa nimetimua, wengine tumeshawafukiaga huko. Kwa nini huyu nimshindwe? Unajua mama, hii safari ni tofauti sana. Vivian hayupo hapa kwa ajili ya mkataba wa mimba tu, bali ni mwanamke anayependwa sana Frank. Kwa hiyo inaonekana hata akijifungua atabaki kuishi hapa na mtoto wake. Carolina alimwangalia Jacob na huko akiwa amekunja uso wake kweli na kuuliza, unasemaje? Uliosikia ndio hayo mama. Ndio hali halisi ilivyo. Asiwezi kukubali hilo. Frank hawezi kuishi na mwanamke, hawezi. Sasa mama, utafanya nini? Na ushachelewa na ni katika kufanya maamuzi. Ushachelewa. Carolina alimpiga Jacob kibao cha begani. Mama, mbona kama tunapigana tena? Hebu sipendi kukatishwa mitamaa. Na nitakuonyesha kwamba mimi ndio Carolina, mwanamke nisiyekubali kushindwa. Alimaliza kuzungumza na akawa ameondoka. Sasa msikilizaji, kila kulipokuwa kuna kucha, Carolina alikuwa anaamka na mpango mpya. Na hiyo mipango alikuwa anampatia mwanae Jacob. Na dhumuni ni kuwamaliza wote wawili, Vivian pamoja na kiumbe chake Frankie. Sasa siku moja alikuwa jikoni Madam Carolina akiwa anaandaa chakula. Lakini kwenye hicho chakula kuna kitu aliweka. Baada ya kumaliza kuweka katika hotpot la size tu ya kati, alimpatia Jenista. Hiki chakula mpelekee Vivian, mwambie ajitahidi sana kula. Hali yake bado hajakaa vizuri. Jenista akasema sawa madam. Basi alibeba chakula kile Jenista na kuelekea alipokuwa Vivian. Vivian,
alikuwa amekaa na Frank wakiwa wanazungumza mambo yao kuhusiana na mtoto wao. Madam Vivian, hiki ni chakula chako, alisema Jenista, na huko akiwa anamkazia macho, na hiyo ilikuwa ni ishara ya kwamba kile chakula hakikuwa salama kwake, hatakiwi kukitumia. Sasa baada ya kupeana ishara, Jenista akawa ametoka pale ndani. Frank alisogeza sahani akawa amefunga hotpot na kutaka kuanza kupakua chakula. Frank, unataka kula? Vivian alijikuta ameuliza tu pasipo kutegemea. Frank alimwangalia na kisha akasema ndio. Napakua kwa ajili yako lakini. Hapana. Mimi sijisikii kula hicho chakula. Frank akawa amerudisha sahani na kufunika hotpot na kisha akamwangalia tena Vivian. Sasa wewe ulisema unataka hiki chakula. Sasa inakuwaje tena hautaki? Hata mimi sielewi kwa nini hamu imekata ghafla tu. Frank akajua kwamba ni kawaida mwanamke mjamzito kuwa na hali ya kubadilika. Kwa hiyo kama muuliza unataka kula nini sasa ili kusudi upikiwe. Lakini kabla Vivian hajajibu, Madam Carolina akawa ameingia ndani akiwa na sahani ya matunda pamoja na mayai ya kukaanga. Mwanangu Frank, chakula chako hiki hapa. Najua unapenda sana hiki nilichokuandalia. Frank alitoa tabasamu na kusema kwamba bila shaka umeandaa wewe shangazi. Akasema yes. Nani mwingine sasa ameandalia chakula kama hiki zaidi yangu mimi shangazi yako? Asante sana shangazi. Usijali, sasa endeleeni kula. Ngoja mimi nikamwandalie na Jacob pia. Sawa madam. Madam Carolina aliondoka. Frank alimwangalia na kusema, haya Vivian, kimekuja chakula kingine. Kula hiki na mimi nitakula hicho. Vivian alimwangalia Frank. Hakujua ameambiwa nini ili wasile kile chakula, manake vile nikasema vyakula vyote havikuwa salama kwao. Asa Vivian, sinazungumza na wewe na sijui unafikiria nini kwa kunitazama tu. Hapo hakuna chakula ninachokitaka mimi kula. Niambie basi unataka kula nini sasa? Mtoto anataka kula chakula cha nje ya hapa. Basi usijali, nitamwagiza mtu atulete. Unataka chakula gani? Vivian aliendelea kumwangalia Frank pasipota kujibu kwamba anahitaji chakula gani ili waagize. Hivi Vivian, leo upo sawa kweli? Sijui kama niko sawa vipi. Kwa nini sasa? Kwa unajisikia vibaya au unajisikia kuumwa? Lakini kama bado haupo vizuri basi twende hospitali. Hebu ngoja nikamwambia shangazi kwamba haujisikii vizuri. Aliongea Frank ni kama mtu alichanganyikiwa na kutaka kwenda kumuita shangazi yake ili aje amwangalie Vivian. Lakini kabla Frank hajapiga hatua, mrembo Vivian aliudaka mkono wake. Naomba utulie kwanza. Mimi siumwi, ila kuna kitu kinanisukuma sana kufanya lakini naogopa kusema. Aliongea Vivian na huko akiwa anaangalia chini. Frank alimwangalia kahisi huenda Vivian anapata hisia fulani vikimwili, na ndizo hisia zinamsumbua. Na kisha kwa upole Frank akamuuliza, usiogope, wewe niambie tu. Unataka nini? Jaribu kuwa huru. Natamani tutoke pamoja tukale chakula cha huko nje wote. Frank alichata tabasamu alafu akasema, ni hilo tu au kuna lingine? Akasema ni hilo tu. Basi hakuna tatizo, twende. Sawa. Ngoja nibadili nguo. Mbona uko sawa? Haina haja hata kupoteza muda. Twende bwana. Sawa. Walitoka ndani wakawa wanatoka nje. Madam Carolina aliwaona. Jamani, mbona mongozana kama kumbikumbi, mnenda wapi? Anampeleka Vivian kwa daktari hajisikii vizuri. Frank aliamua kudanganya ili shangazi yake asijisikie vibaya kwa kupoteza muda wake kuandaa chakula alafu watu hawajala kile chakula. Sasa vipi kuhusiana chakula? Tutakula mama tukirudi. Kwa hiyo nimemwambia Jenista arudishe jikoni. Madam Carolina alimwangalia sana Vivian kwa jicho kali sana. Vivian akatazama pembeni. Vivian muda huo pamoja na Frank walinyoka moja kwa moja kupanda kwenye gari wakaondoka zao. Yaani huyu mtoto wa kike nuksi sana. Yaani kuja hapa kwake ndani kunaweza kukwamisha mipango yetu yote. Sijui kwa nini. Yaani
Sikushtuka mapema. Kwa hiyo mama, wewe unataka kuniambia kwamba hawajala hata kidogo kile chakula? Hakuna. Yaani aligusa chakula, ila lazima tu wale kile chakula safari. Lazima hatimangu mimi itimie. Yaani nitahakikisha wanakula tena kile chakula. Yaani lazima. Mimi siwezi nikawa nimpoteza muda wangu hivi. Madam Carolina, hizo nyimbo zako za kila siku sioni kama kinachotokea kwa Frank. Kwa hiyo nataka kusema kwamba hauoni jitihada zangu? Hauoni ninachokifanya? Sasa mama, mbona huyo Frank yupo hai mpaka sasa hivi? Wewe mtoto wewe, usije ukasababisha mimi nitaongea kwa sauti kubwa sana mpaka watu wakasikia mambo yetu. Na tena ukome kuniambia upumbavu wako kama huu, na ukiendelea hizi mali zote utaishia kuziona tu kwa macho na hazitakuwa za kwako. Sasa kumbe wakati wanazungumza hivyo, Janice alikuwa amesimama mlangoni akisikiliza kila kitu na kuishia kutabasamu. Baada ya hapo aligonga mlango. Jacobo pamoja na mama yake wakawa wamenyamaza kuzungumza. Madam Carolina aliuliza, nani? Ni mimi Janice. Unataka nini nawe? Nilimwagiza chakula. Muda huo Jacobo alijibu na kisha akamruhusu ingie ndani. Janice aliingia na kutenga chakula na kisha akaondoka na kuacha wakaendelea na mazungumzo yao. Mama, haina haja sisi kupigana wala kupandisha sauti kama hivyo. Kikubwa acha tufanye kazi. Frankie, msikilizaji, muda huo na Vivian walienda katika mgahawa mmoja maarufu sana. Kwa hiyo waliketi sehemu na kuagiza chakula. Wakawa nakula taratibu. Vivian alitamani kuzungumza kile kitu kuhusiana na Jacob pamoja na mama yake, lakini alikumbuka maneno ya Janice. Vipi, mbona kama una jambo fulani lakini hausemi wife? Hamna. Unajua kuwa mimi nakuelewa sana na naelewa mtu mwenye shauku ya kutaka kuzungumza jambo na wewe. Naelewa, ili mimi nikimtizama mtu najua saikolojia yake. Kwa hiyo wewe unaonyesha kabisa una kitu ambacho unahitaji kuzungumza na mimi lakini unasita. Ni kwa nini wife? Vivian aliwaza aseme nini. Kwa haraka alipata cha kumwambia. Nilikuwa natamani kwenda sehemu nikae angalau kwa wiki moja tu. Sijakuelewa unamaanisha nini unaposema unataka kwenda sehemu? Natamani kwenda kupumzika sehemu ya mbali kidogo na pale nyumbani kwako. Kwa nini sasa? Kuna tatizo au shida yoyote unapata ukiwa pale nyumbani? Hapana. Lakini tu najisikia tu kufanya hivyo. Frank alimtazama akahisi lazima kutoka kuna kitu. Au Jacob anakutendea mabaya wife? Hapana, ni mimi tu natamani hivyo. Lakini sasa siku zimebakia chache ujifungue. Bado mwezi mmoja kama na wiki moja hivi au mbili. Lakini sasa inaweza ikatokea ukajifungua mapema na wewe ukawa mbali sasa na huduma na uko utakapokuwa. Sasa sijui utakuwa na nani huko utakapotaka wewe kwenda ambaye atakupatia msaada wa haraka. Usijali kuhusiana mimi pamoja na mtoto, hata usiwaze. Vivian, lazima nijali, umebeba mtoto wangu ujue. Na wewe ndio mama wa mtoto wangu, lakini vipi kama kikitokea kitu kibaya kwenu? Basi kama una wasiwasi twende pamoja. Kwa nini unataka kwenda wapi? Sehemu yoyote itakao mimi nifanye nijisikie vizuri tu. Basi sawa, nitaongozana na wewe. Vivian alifurahia sana kukubaliwa mbele yake na furaha ikaongezeka. Wakakumbatiana, wakapeana matabasamu mwanana kabisa. Kwa hiyo binti alionyesha uso wake kufanya uvutie zaidi. Wakati wa Frankie alikuwa anamwangalia tu. Asante sana kwa kunielewa katika hili. Asante sana kwa kujali hali yangu. Unajua Vivian, umebeba mwanangu, kwa hiyo lazima nifanye kile unachokitaka kwa ajili ya kukufurahisha tu. Asante sana. Haya basi endelea kula. Vivian aliendelea kula na huko Frankie akimwangalia kwa hisia fulani. Alijikuta anavutiwa sana na vile vitendo vya Vivian. Bila shaka Vivian ndio hatima yangu niliyopangiwa na Muumba wangu. Katika wanawake wote waliobeba mimba zangu hawajawahi kufikisha miezi 8. Na istoshe, ni binti ambaye amenivutia sana tangia siku ya kwanza nilipomwona.
Vivian, wewe ndio mfariji wangu ambao unanifariji na kunifariji kila siku na kunifanya niishi kwa tabasamu mpaka siku ambayo nitalala moja kwa moja na huko pumzi zangu zikiwa zimekata. Na wewe pamoja na mtoto wetu ndio mtakuwa warithi wa mali zangu zote ambazo nilikwisha kuzichuma. Frank alimwangalia Vivian na huku akitafakari hayo. Na hapo Vivian alikuwa busy akila chakula, maana alikuwa anakula kipaji cha kuku. Walimaliza kula chakula kwa merudi nyumbani. Kesho yake mapema sana Vivian aliamka na kwenda jikoni. Alikuta wafanyakazi wakiendelea na kazi, wengine walifanya usafi na wapishi walikuwa jikoni wakiwa wanapika. Habari za asubuhi Janisa. Vivian alianza kusalimia. Muda huo Janisa alikuwa anaandaa kitafunwa. Salama tu Madam Vivian, umemkaje? Nashukuru Mungu niko salama. Mbona umeamka mapema sana hivi Madam? Nataka kuwahi kumpeleka kifungua kinywa Frankie. Janisa alitabasamu na kisha akasema, jamani, kila kitu kiko tayari. Naweza kukuandalia? Itakuwa vizuri kabla ya huyo shangazi mtu ajaamka. Sawa. Vivian alikaa pembeni. Janisa alimwandalia chai na kitafunwa na kupanga kwenye tray. Madam tayari? Naweza kukusaidia kubeba? Hapana bana, mimi nitabeba mwenyewe tu. Vivian alibeba tray akawa ametoka jikoni na kuelekea kupandisha ngazi taratibu, akiwa anaelekea chumbani kwa Frank. Basi bwana. Muda huo Vivian alifika mlangoni kwa Frank na aligonga na Frank akawa amemkaribisha. Vivian alifungua mlango akawa ameingia na kuweka kifungua kinywa mezani. Wakati huo Frank alikuwa anajiweka tu sawa, manake alikuwa anajiandaa kwenda kazini. Kwa hiyo kumwona mtu aliyempelekea kifungua kinywa, alishangaa kwa nini mtu alikuwa anaingia ndani hakumsalimia kama ilivyo siku zote. Na kama angekuwa shangazi yake, basi angeingia na huku akizungumza. Na hapo ndipo alipoamua kugeuka na kutazama ni nani. Alimuona Vivian akiwa amesimama karibu kabisa na meza aliyoweka tray ya chakula. Habari za asubuhi bosi. Frank aliacha tabasamu la mbali kabisa na kusogea pale alipokuwa amesimama Vivian. Umemkaje? Salama. Vipi mtoto naye kamka salama? Yuko imara sana. Yeye ndo alioniamsha kwa ajili ya mateke, kanizabua sana mateke. Na sijui atakuwa kiume huyu. Manake kanizabua kweli tumbo langu. Frank alishindwa kuficha hisia na tabasamu. Alipeleka mkono wake katika tumbo la Vivian na kuanza kulipapasa. Na kisha akamtazama Vivian usoni. Umesema atakuwa kiume? Na hivyo. Kwa nini? Ni mkorofi sana, msumbufu, anapiga mateke na sijui atakuwa karithi kwa nani. Mbona we baba yake haupo hivyo? Na Frank alicheka sana. Nilikuwa ni mara ya kwanza Vivian kumwona Frank akiwa anacheka, na tena kwa sauti mpaka meno yake yote kuonekana. Vivian, umekuwa ukinifurahisha sana siku zote. Na ninaweza kusema kwamba siku yangu imeanza vizuri na ninashukuru sana katika hilo. Lakini pia nakuomba sana uzidi kwa furaha yangu ya kila siku, usije kushuka. Kama unataka niwe furaha yako basi nitafanya hivyo. Haya basi, karibu kifungua kinywa. Uko hiyo leo umeamua kuniandalia wewe? Kwa kuwa sikuwa na usingizi, mwanao kanipiga miteke, nikora ninyanyuke nikafanya hivyo. Asante sana na nimefurahia sana kusikia hivyo. Na sio tu kusikia, kutazama kuona hii hali. Wewe ndio umeandaa hii. Nimefurahia sana sasa. Basi sawa. Furahia kifungua kinywa chako basi. Asante sana. Baada ya hapo, Vivian alitoka na kumwacha Frank akiwa anakunywa chai. Aliendelea kula na huko akiwa na furaha kubwa sana ambayo alipoteza kwa muda mrefu. Baada ya Frank kumaliza kupata kifungua kinywa, alijiandaa kwa ajili ya kuelekea ofisini kwake. Alipomaliza alitoka chumbani kwake na kwenda chumbani kwa Vivian.
Alimkuta Vivian ndo akiwa anatoka bafuni kuoga. Bado alikuwa kajifunga taulo. Samani, sikujua kama umetoka kuoga bwana, samani sana. Hata usijali, ingia tu, alijisemea Vivian, na huko akivuta nguo yake nyingine kwa ajili ya kujistiri. Mimi nimepitia hapa kukuaga kwamba naelekea kazini. Sawa, uwe na kazi njema. Asante, na wewe pia ubaki salama. Haya, bye. Bye pia. Walimaliza kuagana. Frankie akawa ametoka chumbani kwa Vivian, akaanza kushuka ngazi. Sasa alipofika sebuleni, alimuona shangazi yake akiwa amesimama katika meza ya dining, wakasalimiana. Vipi shangazi? Shikamoo. Marahaba mwanangu. Na nimeshakuandalia kifungua kinywa. Njoo unywe basi. Anti bana, mimi nimeshakunywa. Umekunywa saa ngapi? Muda kidogo. Vivian aliniletea chumbani kwangu, kwa hiyo niko nimeshapata kifungua kinywa. Oh, sawa, aliitikia Carolina, na huko akiwa kama kakasirika. Kaharibiwa mpango wake na ulikuwa umefeli kwa mara nyingine tena. Frank alipoondoka kuelekea kazini, Carolina moja kwa moja alienda chumbani kwa Vivian. Alisukuma mlango kwa nguvu kweli na kuingia ndani pasipata kubisha hodi. Sasa ile hali ilimshtua sana Vivian, akajua imekwisha kuwa kesi nzito. Shikamo, kama shikamo yako ni mali, nenda kasalimia wa kwenu waweze kutajirika, mpuuzi mkubwa. Vivian alisimama akawa anamwangalia tu. Unasimama unataka kugombana na mimi au? Unasimama unataka kupigana? Sina ubavu wa kugombana na wewe, na sijui kwa nini uko hapa na kunifokea. Vivian naye mwenyewe akaanza kujibu. Akasema, hivi wewe upo hapa kwa ajili ya kuzaa hicho kitoto chako kisichokuwa na faida? Na sisi, si ndio kina faida gani kwetu? Au upo hapa kuingilia mambo ya watu wasiokuhusu? Kwa nini unafanya hivyo wewe? Hivi wewe madam, sijui hata unazungumza kuhusiana nini. Unataka kujifanya wewe ni mke wa Frankie na kubeba majukumu ili akupende. Sasa anasema hivi, wewe ni kijakazi wa kuzaliwa tu. Watu tumetoka mbali sana kimaisha. Wewe hauna nafasi ya kuishi hapa wala kupendwa na Frankie. Frankie hawezi kupenda takataka kama wewe. Carolina akiwa bado anaendelea kufunguka na kutaka kumaliza hasira zake zote kwa Vivian, mara Rocky akawa ameingia ndani. Aliingia. Madam Carolina, nimepokea simu kutoka hospitali ya St. Thomas na inasemekana boss Frankie amezidiwa sana na kuanguka akiwa anaingia katika jengo la kampuni yake, hivyo basi amepelekwa hospitali hapa. Vivian alishtushwa na hizo taarifa, lakini kwa upande wa Carolina hilo jambo halikumshtua hata kidogo. Aliondoka pale chumbani kwa Vivian na kuelekea chumbani kwa Jacobo. Jacobo, umesikia sasa? Umesikia taarifa? Mwenzo kalazwa yuko hospitali. Hebu fanya uende, ukaangalie nini kinaendelea, manake mimi leo ni siko sawa kabisa. Kwani mimi nikienda ndo atapona au atapata nafuu? Wewe hata kama una nia mbaya, basi na wewe usionyeshe kwa kila mtu, na wewe si uende tu kama ushahidi ndugu kwamba walifika. Basi sawa, nitakwenda, lakini mpaka pale nitakapokunywa chai. Utajua mwenyewe bwana, ninachokitaka mimi ufike tu hospitali. Baridi, alisema Carolina, na kisha kametoka. Jacobo alijiandaa na kisha kwa ameenda dining room kupata kifungua kinywa ambacho mama yake alikuwa amemwandalia. Ili mama alikuwa akiandaa chakula cha mtoto wake, hatili chochote. Akiandaa cha wengine, Basi bwana msikilizaji, Vivian pamoja na baadhi ya wafanyakazi walifika hospitali. Na hapo Vivian moja kwa moja ilimnyokea Daktari Miguel. Dokta, samani, Frankie anaendeleaje? Hali ya Frankie sio nzuri sana. Mapafu yake yana shida, yanashindwa kupumua au kusababisha oksijeni kuingia na kutoka, carbon dioxide. Yaani shoti kuhema linakuwa ni swala zima, yani mapafu yanambana. Lakini pia
figo zake zote mbili zimeharibika. Yaani hapo ndo changamoto kubwa iliyopo. Mungu wangu, hiki nini sasa napitia Frankie? Unakuta inaonyesha chanzo cha matatizo yake yote yanatokana na sumu ambayo inaharibu mapafu na kufanya figo kuharibika mara kwa mara. Sasa daktari, tunafanyaje? Nimeongea na Isa, mmoja kati ya wafanyakazi katika ofisi yake, na tunatakiwa kutafuta figo moja kwa ajili ya kubadilisha. Miss Vivian, acha mimi niendelee na majukumu, tutazungumza baadaye. Sawa daktari, asante sana. Vivian alitoka akawa ameenda kukaa nje. Alikaa kwenye benchi akiwa amejinamia na huko akimwomba Mungu Frankie aweze kuwa sawa. Na hapo ndipo Isa alifika na kuketi pembeni yake. Usijali, kila kitu kitakuwa sawa, kikubwa ni kumwomba Mungu tu. Isa, hapa ilipofikia tunatakiwa kumueleza tu ukweli Frankie, ili kujiepusha na maradhi ambayo anachukua maisha yake. Mimi nimeshamuelezea Dr. Miguel, nimeshamwambia kwamba yani kiufupi nimeshamwambia. Kwa hiyo hata ndugu zake wakija hawataambiwa kwamba Frankie anasumbuliwa na nini. Sio, unaelewa? Kwa hiyo nimeshamwambia. Basi sawa, lakini sasa itakuwaje kuhusu kumwambia chanzo cha matatizo yake? Utaendelea kumficha mpaka lini sasa? Akipona tu itabidi aambiwe kweli. Isa alitoa bahasha na kumpatia Vivian. Hiki nini tena? Hii ni tiketi za ndege. Ya nani? Frankie alikata kwa ajili ya safari yenu ya mapumziko, lakini sasa imetokea bahati mbaya kapata matatizo. Vivian alijikuta machozi yakimtoka. Kwa muda mfupi tu nimekaa na Frankie, nilianza kujiona ni wa thamani sana. Sina kitu, sina maisha mazuri, lakini alinifanya nijihisi bora sana kama wengine. Isa, mimi natamani Frankie arudi kwenye afya yake ya zamani, ili aweze kumwona mtoto wake ambaye alikuwa anamsubiria kwa hamu. Wewe usijali, kwa uwezo wa Mungu Frankie atapona na maisha yataendelea vizuri tu, na ninakuhakikishia atamwona mtoto. Frankie aliendelea kupata matibabu. Aliendelea kuhudumiwa kimya kimya pasipata shangazi yake wala Jacobo kumwona. Na kila walipokuwa wanauliza, walizidi kuambiwa kwamba hali yake bado ni mbaya sana. Watasubiria miujiza ya Mungu. Majibu ya daktari aliwapa fursa ya kufurahia sana kwa kile kitendo alichokuwa nakitaka. Hasa Jacobo pamoja na mamake walikuwa wanafurahia mno. Sasa wakiwa wamekaa katika sebule ya Frankie na wakiwa wamejiachia kabisa, wanakula kuku, machipsi, yani ni kama sherehe fulani, soda pamoja waini. Yani maana yake ni kama walikuwa wanajipongeza. Nikasikia yani safari haponi, hali yake ni mbaya mno, kila tukienda tunaambiwa hivyo, hali ni mbaya mno. Zile dawa sio mchezo. Yani yule daktari aliniambia yani zinakuharibu kila kitu chako kwa wewe ndani. Na hali ya Frankie iko hivyo sasa hivi. Mama, ili safari umefanya kazi nzuri sana mama. Yani kama najiona niko pale ofisini nazunguka katika kile kiti. Kila mfanyakazi ananisalimia mimi kwa heshima tu, na huku wakinamisha vichwa vyao chini. Habari yako boss, shikamoo, nini. Sio unajua tuna mama. Sasa ndo usifurahia kupata hiyo kampuni. Ujue kufanya na kazi ili kuiendeleza kama mwenyewe Frankie alivyoendeleza. Masuala ya starehe aliacha. Unatakiwa kuacha. Kuacha ni uongo mama, labda useme nipunguze. Ndio nakwambia sasa, ili kampuni iendelee usije ukawa ukadiriki mali za kakaangu ukapita nazo hivi. Sio, unaelewa? Ukaanza kuzivuja mali sana. Sio siri, utafilisika. Yaani mwenzako ameachana na starehe sana kwa kiwango kikubwa. Ndio maana bado kampuni inaonekana iko hapo. Na basi itakavyokuwa na itakuwa hivyo hivyo. Haya. Naweza nikasema msikilizaji, siku zilizidi kusonga. Frankie aliendelea kupata matibabu, lakini pia alifanikiwa kupata figo nyingine. Ila hakuruhusiwa bado kutoka. Alikuwa hospitali na aliyekuwa anaenda kumwangalia ni Isa tu pamoja na Vivian. Asa siku moja Frankie
Akiwa hospitali aliamua kuuliza, mbona sijawahi kumwona shangazi na Jacob hapa? Kwani hawajui kwamba mimi naumwa? Mzee, wanajua lakini hawaruhusiwi kuingia, alijibu Isa. Kwa nini sasa? Mimi naona bosi, sioni haja ya kuendelea kuficha, acha tu tukwambie. Kwani kitu gani mnaficha? Unajua kuna siri kubwa sana ambayo ulikuwa unafahamu lakini tu haukuweza kuikubali. Niambie, ni siri gani hiyo? Chanzo cha maradhi yako yanatokana na sumu, na watu ambao wanakupatia sumu hiyo ni Jacob pamoja na shangazi yako. Unasemaje wewe? Aliuliza Frank na huku akitaka kunyanyuka pale kitandani, lakini Isa alimwahi na kumrudisha. Bado hujapona vizuri bosi, kwa hiyo tulia. Frank alimwangalia Vivian kwa macho kali. Unataka kunigombanisha na familia yangu? Sikugombanishi. Ila nakwambia tu ukweli kwamba familia yako ni wanyama sana. Wauaji. Sio watu wazuri kabisa. Kila siku wamekuwa wakikuwekea dawa ili ufe, na wao wamiliki mali zako. Embo acha uongo. Sio uongo, ni kweli. Hivi haujiulizi kwa nini kila ukiwa na mwanamke akibeba ujauzito anaishia kufa na mimba kutoka? Wengine wanakufa, wengine mimba zao zinatoka, zinaharibika. Hata mimi niliwekewa madawa katika chakula pamoja na vinywaji, lakini kwa uwezo wa Mungu niliweza kugundua hilo mapema na kuepuka kula chakula. Hata ile siku nilipokuambia nataka chakula kutoka nje, nilikuwa ninakwenda kula chakula chenye dawa. Muda ule uliponiletea vyakula vyote wewe ulivyolishwa na shangazi yako vilikuwa vina sumu ya kukumaliza. Sasa kitu gani wewe haukijui hapo? Kwa upande wa Frank hakuweza kabisa kuamini kwa haraka kile kitu alichokuwa anaambiwa. Wewe hauna mamlaka kuingilia maisha yangu. Hivi unajua sina ndugu wengine zaidi ya Jacob pamoja na shangazi, na hawezi kunifanyia kitu kama hicho bwana. Wewe unataka kunigombanisha na familia yangu, si ndio? Nasema hivi, pole sana na umeshindwa. Frankie, nyamaza na utoke hapa. Nimekuchukia sana Vivian. Sitaki hata kuiona sura yako hapa. Hali sitaki. Kuona nifukuza baada ya kukuambia ukweli, si ndio? Hakuna ukweli wowote, mbondoka hapa. Frankie alikuwa mkali sana. Alimfukuza Vivian. Na kisha binti kule akawa ametoka. Bosi, punguza hasira. Isa, hebu sikiliza, naomba niache mwanangu nipumzike. Niache. Isa alitoka. Akawa amemkuta Vivian akiwa amesimama pembeni ya mlango na kuwa analia sana. Isa alimkumbatia akamwambia, haina haja ya kulia. Lakini sasa hataki kunielewa. Ipo siku ataamini unachokisema. Ila kwa sasa hivi mpatie muda. Sawa. Basi bwana, baada ya siku 2 kupita, Vivian akiwa amejipumzisha chumbani kwake, alishangaa mlango unafunguliwa. Wakaingia Jacob pamoja na mama yake. Muone vile alivyojitupa kwa amani. Amekaa ametulia kama yupo nyumbani kwa baba yake hapa. We malaya, unatakiwa kuondoka ndani ya hii nyumba sasa hivi. Niondoke vipi wakati bado hata sijajifungua? Oe, sisi hizi taarifa hazihusiani. Nenda kaongea na huyo marehemu wako huko alipo, ndio mjadiliane kuhusiana ujauzito wenu. Hapa ndani hatutaki kulea watoto mkataba. Jacob na mama yake walimfanyia fujo sana Vivian. Walimburuza pamoja na mabegi yake na kwenda kumtelekeza nje ya geti. Wafanyakazi walimwona huruma sana, lakini hakukuwa na mwenye uwezo wa kumsaidia. Jenista alishindwa kuvumilia machozi alikuwa anamtoka. Oya, na nyinyi mnashangaa nini hapa? Mnashangaa nini na wauliza? Jacob aliwafokea wafanyakazi na kila mtu au kila mmoja wao walitaka kuondoka kuelekea katika shughuli zake, lakini Madam Carolina aliwazuia. Embo, rudini hapo, rudi. Wafanyakazi wote walikusanyikana na kuanza kumsikiliza. Kuanzia leo, mimi na Jacob ndio tutakuwa mabosi wenu hapa. Na swala la mshahara tutatoa sisi.
Sasa ole wenu mfanye ujinga wenu, mkifikiria tunawachekea kama alivyokuwa anawachekea huyu Frank. Mtu akivurunda kazi hana swali ya mtume, hana kuomba msamaha, kwa sababu neno samahani mimi nalichukia sana, na sijui tunaelewana. Ndiyo bosi, wote walijibu kwa heshima na kukubali sheria mpya za pale ndani. Kwa hiyo Vivian hakuwa na sehemu ya kwenda, ilimbidi ampige simu Isa na kumueleza kilichotokea. Isa alimwambia achukue usafiri aelekee nyumbani kwake. Na kweli Vivian alifanya kama alivyoelekezwa na kufika nyumbani kwa Isa. Isa na mke wake walimpokea vizuri na kumpatia hifadhi. Kwa hiyo wamekufukuza tena bila hata huruma? Inawezekana ikawa Frank kawaambia nifukuze. Hapana, Frank hajawahi kuzungumza nao. Hayo ni maamuzi yao tu, kwa sababu wao wanaamini kwamba Frank hawezi kupona. Aidha amekwisha kufariki, wanafichwa. Wanaamini hivyo. Baada ya kuongea vile, Vivian alipewa chumba cha kulala na usiku kuweza kupata usingizi kabisa hata kidogo. Alikuwa anafikiria hatima yake na mtoto aliyekuwa tumboni, kwa sababu aliamini kwamba Frank kumchukua mazima pamoja na mtoto. Aliamini kwamba wataishi mke na mume mpaka pale kifo kitakapowatenganisha. Mwanangu, tutaishi hata kama hatutakuwa na maisha mazuri, lakini nitapambana upate furaha, aliongea Vivian, na huku akilishika tumbo lake na kulipapasa. Naam, baada ya siku 2, Vivian alianza kuhisi dalili za uchungu. Siku hiyo alishinda akiwa hana hata raha, na hiyo hali ilimpatia wasiwasi mke wa Isa. Oye Vivian, unaumwa? Nahisi nyonga kama zinanibana sana babe. Tunatakiwa kwenda hospitali, nahisi sasa ni dalili za uchungu. Basi tuache uchanganye kwanza, kwa sababu mimi sitaki kwenda kukaa hospitali. Embo acha ujinga wewe. Ni muhimu sana kuwa hospitali ukawe chini ya uangalizi wa madaktari pamoja na manesi, kwa sababu hauoni kama linaweza likatokea tatizo hapa, na mimi ndo nitakayeonekana mimi ni mzembe. Sio, unaelewa? Kwa hiyo mimi sitaki kuonekana mzembe shogangu. Inabidi tuende. Mke wa Isa aliandaa vitu na wakawa wamechukua usafiri na kumpeleka hospitali. Baada ya kama masaa 2 kupita, Vivian alijifungua mtoto wa kiume na mwenye afya njema. Ilikuwa ni furaha kubwa hasa kwa Vivian kumwona kijana wake mzuri, kazuri katoto, na alikapata kwa mapenzi makubwa sana na huku akitabasamu. Lakini alipokumbuka kwa baba yake aliyemsubiri kwa hamu amewafukuza na hataki kuwaona tena, alijikuta machozi yakimtoka. Isa alikuwa wodini kwa Frank, akawa amepigiwa simu na mke wake na kupewa taarifa za Vivian kujifungua. Ibana, shukuru ya Mungu. Amejifungua mtoto gani? Wa kiume. Nitakuja hapo kuwaona bwana, lakini pia mpe hongera sana. Sawa. Baada ya Isa kukata simu, alimwambia Frank, bosi, Vivian amejifungua. Frank alishindwa kuzuia furaha yake. Kwa mara ya kwanza amepata mtoto na kuitwa baba. Amejifungua lini na mtoto gani? Amejifungua leo, lakini pia mtoto wa kiume. Shukuru ya Mungu. Isa, natamani kutoka hapa nikamwone tu mtoto wangu ase bro. Sidhani kama Vivian atakubali kuonana na wewe. Kwa nini sasa? Alisema atarudisha pesa zako abaki na mtoto wake, kwa sababu anahitaji mtoto wake awe salama, lakini pia hayupo nyumbani kwako. Hayupo nyumbani kwangu kivipi yani? Jacobo na mama yake walimfukuza na kila kitu kimebadilika pale nyumbani kwako. Kwa hiyo Jacobo na mama yake wanaamini kwamba huenda wewe umeshakufa. Kwa hiyo na wao wameamua sasa, au wanakuwa na rithi mali zako zote. Kwa hiyo ndo hali halisi nyumbani kwako. Isa aliamua kufunguka ukweli liwalo na liwe. Lakini Isa
Hata wewe Frankie, huo ndio ukweli bro. Yale maneno alikuwa anakuambia Vivian hakuna hata moja lenye uongo ndani yake. Kama hauamini, fanya uchunguzi uamini wewe. Frankie alikuwa mpole na kukubali kufanya uchunguzi. Vivian walirudi nyumbani kwa Isa akiwa na mtoto wake huyo wa kiume. Baada ya muda, Frankie alitoka hospitali na kurudi nyumbani kwake. Alikuta kila kitu kimebadilika kwa sababu hata wafanyakazi walifurahia sana kumuona Frankie. Wakati huo Jacobo pamoja na mama yake hawakuwepo pale nyumbani. Frankie alienda kujipumzisha chumbani. Baada ya muda alimuita Jenista na kuanza kumhoji maswali mawili matatu. Manake Isa alimwambia kwamba Jenista anajua kila kitu. Ndio bosi, ni kweli madam pamoja na Jacobo wana mpango mbaya sana juu yako. Bahati nzuri Jenista alikuwa na ushahidi wa rekodi ya maneno waliokuwa wanazungumza. Frankie alianza kuamini. Asante sana Jenista. Naomba hizo rekodi zote unitumie katika simu yangu. Sawa boss. Jacob na mamake walirudi nyumbani kwa kumkuta Frankie akiwa na afya tele na wala hakuonyesha tofauti yoyote. Aliwafurahia, lakini wao walikuwa katika hali ya mshangao. Shangazi, nimepona, nina afya njema maradufu ya mwanzo. Nashukuru Mungu sana. Kweli ni jambo la kushukuru Mungu. Jacob alishindwa kukaa pale, aliondoka na kumwacha Frankie akiwa na shangazi yake. Ili kwamba Jacob alichukizwa na kitendo cha kumwona pale Frankie nyumbani, na tena akiwa mzima wa afya, wakati alikwisha kuchukua nafasi ya ubosi pale nyumbani. Inawezekanaje awe mzima, kwa nini arudi sasa? Jacob alianza kulalamika na kukipiga hatua. Aliposogea katika ukuta alipiga sana ukuta ngumi, na huko akizungumza kauli kama hiyo. Mamake aliingia na kuweza kuzungumza, manake alimkuta. Kwa nini unapiga ukuta namna hiyo? Eti Jacob, asa ulitaka nifanye nini mama? Haoni kama tumeshindwa kwa mara nyingine tena? Na mimi ndoto zangu zimezima kama mshumaa uliopulizwa na upepo mkali. Manake nini sasa? Nimeitwa bosi tu ndani ya muda mfupi. Embu tulia, tutatafuta njia nyingine wewe. Frankie alianza kuwafuatilia walipokuwa wenyewe na kupanga mipango yao. Aliposikia maneno yao aliumia sana, manake alisikia kweli. Alijisemea kweli kikulacho kinguoni mwako. Samani Vivian kwa maneno makali niliyokutolea kwa ajili ya kuwatetea ndugu zangu. Na hapo muda huo Frankie aliondoka akaenda nyumbani kwa Isa kwa ajili ya kumwangalia Vivian pamoja na mtoto wao. Vivian alipomuona Frankie hakuwa na raha tena. Vivian, unaendeleaje? Salama. Vipi mtoto? Hajambo. Vivian alikuwa anamjibu kwa mkato. Vivian, naomba unisamehe sana kwa kile kilichotokea nikiwa siku zile hospitali. Nilishakusamehe, lakini tu sitakuruhusu umchukue mtoto wangu. Maisha ya huyu mtoto ana thamani kubwa sana, kwa hiyo siwezi kuona anahangaika kwa ajili ya tamaa zao ndugu zako, au mwanangu mimi anapoteza maisha kwa sababu ya tamaa zao ndugu zako. Kwa nini wewe? Vivian, sitaruhusu mtoto wangu apoteze maisha kijinga tu. Na hata hivyo najuta sana uaminifu wangu. Si wanaelewa? Mapenzi pamoja na wema wangu viliniponza. Sasa nimegundua ukweli. Nataka kuwafukuza shangazi pamoja na Jacobo. Vivian, na kwamba turudi nyumbani pamoja tukamlee mtoto wetu. Kama wanaondoka, sawa, nitakupatia mtoto wako. Ila kwa sharti moja tu, niwe huru wakuja kumwangalia mwanangu kila ninapotaka kuja. Na sitaondoka mpaka afikishe miezi 6. Ndipo nitakapoondoka ni kuachia mtoto wako. Mimi nitakuwa nakuja kumsalimia tu kwa mkataba tuliowekea. Frankie alimwangalia Vivian na kisha kwa amesema, unaondoka unaenda wapi? Utabaki na sisi siku zote. Mimi ni baba na wewe ni mama wa mtoto wetu. Na mtoto wetu anatuhitaji wote wawili. Anahitaji baba na mama yake karibu. Vivian muda huo hakuwa na la kuongea. Tafadhali bwana Vivian, naomba turudi nyumbani pamoja. Una uhakika kutakuwa salama? Kwa 100%.
kutakuwa salama na nitawalinda. Naam, Vivian alikubali kurudi kwa Frank. Kila mmoja alifurahia kumwona Vivian akiwa na mtoto, lakini Jacobo pamoja na mama yake huyo hawakuwa na furaha hata kidogo. Baada ya Frank kumpeleka Vivian chumbani kwake, chumbani alipokuwa analalia, yeye alitoka na kisha kumwambia Vivian afunge mlango kwa ndani. Na kisha alitoka sebuleni na kisha kuwakuta Jacobo na mama yake. Shangazi, lakini pia Jacobo, mnatakiwa kuondoka nyumbani kwangu muda huu. Frankie, unatufukuza nani mwanangu? Ndiyo shangazi, siwezi kuishi na mashetani ndani kwangu. Na tena nimefanya ungwana mkubwa sana kuwafukuza bila kuwachukulia hatua zozote za kisheria. Frankie, shangazi, sitaki kupigishana kelele. Niondokeni kabla mimi sijapiga simu polisi waje kuwakamata kwa kosa la kumuua mama yangu na kutaka kuniua kwa sababu ya mali. Unaniuliza? Unaniita mimi muuaji? Ushahidi wote ninao. Kwa hiyo je, unataka tukasimame mahakamani? Waliposikia swala la mahakamani, walienda kufungasha mizigo yao, wakaondoka. Waliondoka pale nyumbani. Na siku zilienda, msikilizaji. Maisha yalikuwa ni mazuri sana kwa wote. Vivian pamoja na mtoto wake walikuwa kishi kwa amani kabisa ndani ya nyumba ile. Na huku uhusiano wa Frankie pamoja na Vivian ukiwa wazi, yaani kwamba walipendana sana na kuanzisha familia nzuri na matumaini ya kurudi upya kwa upande wa Frank. Kwa upande wa Jacobo pamoja na mama yake, mambo yalizidi kuwa magumu kwao. Hawakupata msaada wowote kutoka kwa Frank, na Jacobo alianza kuumwa ugonjwa wa figo. Na hiyo ni kutokana na kile chakula alichokuwa amebadilishiwa ile siku. Chakula cha Frank kula yeye na cha Jacobo kula Frank. Nadhani utakuwa unakumbuka huu mchezo ulikuja kuchezwa baina ya Vivian pamoja na Jenista. Na swala sasa la kukosa pesa kwao, Jacobo alipoteza maisha. Ama kweli, mshahara wa dhambi ni mauti. Kama nilipotoka kuianza hii simulizi kwa kuzungumza hivi, ndivyo nitakavyohitimisha hii simulizi kwa kuzungumza hii kauli. Siku zote au mara nyingi, mshahara wa dhambi ni mauti. Ndoa ya mkataba. Tumefika tamati katika hii simulizi. Asanteni kwa kunisikiliza. Naitwa Mr. Elnai Simulizi. Chukua namba yangu hapo katika cover ni ya WhatsApp. Nitumie ujumbe WhatsApp nikuunganisha katika grupu langu, lakini pia unaweza kucomment kupitia simulizi hii, kulike na kushare. Alkadhalika, usiache kusubscribe kwa sababu unapokuwa na subscribe unazidi kujiweka karibu na mimi ili ninapotoa kazi zinakufikia. Ila tu usiache kubonyeza alama kengele. Asante, tukutane katika simulizi zingine zijazo. Bye bye. Mimba ya mkataba.